Inos B alikuwa anaishi kwa Icon. Icon kama mnamjua, msanii wa Marekani. Alikuwa anaishi Marekani. Inos B kule Kongo alitokea kwenye shindano ambalo lilitokea Mayunga. Ndio Mtanzania wa kwanza kusikiliza ngoma ya Yope. Kwa sababu kabla hajaitoa alinitumia audio. Akaniambia hebu isikilize hii ngoma. Yeye Inos B. Bwana. Hebu isikilize hii ngoma. Nikaisikiliza. Nikamwambia da mwanangu hii ngoma kali. Nikatoka pale, nikaja home, nikaja pale Mbezi Beach kwa shikaji zangu, nikaiweka kwenye simu, nikaenda kwenye kibanda cha chips, nikaconnect wifi, nikaiplay. Nikaona shikaji wanacheza. Nikarekodi nikamtumia. Inos B. Nikamwambia hii ngoma imekubalika. Kwa mimi nikaanza msambazia Inos B nyimbo. Tukaanzia Daniel Chance hiyo. Hiyo mimi nikampelekea Kraus. Nikampelekea Wasafi, wakati Wasafi ndio inaanza. Kama nataka kuamini DJ Lucky kama mnamfahamu. Lucky yule. Mimi ndo nimpelekea video. Kwa Wasafi hata haijaanza bado napiga muziki, nikamkuta nje kamsha mwanangu na ngoma hiyo mshikaji inatakiwa niweke hapa. Akaniambia sasa hapa kuna process sijui kila Jumatatu ndo tunapiga nyimbo za underground. Ndio mtu wa kwanza kuiona pia yeye kumfahamu Inos B yani kupitia mimi. Nikamwonyesha video akasema poa tukishafungua utakuja uteleta ina noma. Ile video mara aliponitumia kuna mshikaji wangu mmoja hivi brother yake ana kampuni ya magazeti, alikuwa ni mshikaji wangu toka kitambo. Nikashangaa kaiweka status. Sasa nikajizuka kaipataje? Nikamwambia ni mwanangu namjua kweli Sasa alikuwa anakaka kipande Inos B anakatika. Sasa ngoma ikawa imetrend yani, ushaelewa? Nikampigia nikamwambia mwanangu ngoma imetrend hatari. Sema kweli Kwa mimi nilikuwa nachukua video namtumia namuonyesha ilivyo trend. Nampigia namtumia. Kwa akaniambia itabidi ipeleke Wasafi. Ananiambia hivyo nipeleke Wasafi. Sasa wakati mimi najiandaa kuipeleka Wasafi, akanipigia simu. Akaniambia nakuja huko kwenu. Nikamwambia nakuja huko kwetu wapi? Tanzania. Kuna nini? Akaniambia Mkubwa Fera kanitafuta anataka tufanye kazi.